Karibuni na ujambo ndugu msikilizaji pia mtazamaji wa TV yako online Zejofa Media. Ninaye kukaribisha kwa matangazo yetu ya Alhamisi ya tarehe Machi 21 mwaka wa 2024. Ni mimi Mwalelwa Msekedide. Kwa yale tulioandalia leo, hali ya wasiwasi inatanda nchini Sudan Kusini baada ya vifo vya watu 15 waliouawa maeneo ya Pibor Jumanne ya tarehe 19 mwaka wa 2024, ni mwezi wa Machi. Kulikoni? Ninachokuomba mara utakapomaliza kutusikiliza, tafadhali usiondoke papo hapo. Anza kwanza kusubscribe, kulike na kushare kwa wengine ili kesho tuje kwa kishindo. Naam, msikilizaji pia mtazamaji wetu, kama vile inavyoshuhudiwa kila mara nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo mashariki mwa nchi, mauaji ya kila leo, upande mmoja M23 na upande mwingine wapiganaji wa Allied Democratic Forces ADF wenye asili ya Uganda. Kwingineko wasiwasi mkubwa umetanda kwenye nchi jirani ya DRC, yaani nchi ya Sudani ya Kusini. Wasiwasi umetanda kufuatia mauaji ya watu 15 yaliyotokea katika eneo la Pibor, eneo linalopatikana mashariki mwa nchi hiyo. Kwa mujibu wa Abraham Kelang, ambaye ni waziri wa habari wa eneo pana la Pibor, aliliambia shirika la habari la Reuters Jumatano ya tarehe Machi 20 kuwa miongoni mwa watu waliouawa kwenye shambulio hilo la watu wanaoshikilia silaha yumo pia kamishna wa kaunti ya Boma huko eneo la Pibor. Waziri huyo wa habari amesema msafara wa maafisa wa serikali akiwemo kamishna huyo ulizingirwa na kuanza kushambuliwa kwa mvua ya risasi na genge la watu walioshikilia silaha walipokuwa wanatoka katika kijiji cha Nyat siku ya Jumanne ya tarehe Machi 19 mwaka wa 2024. Habari zaidi zinasema kuwa naibu kamanda wa jeshi katika kaunti ya Boma, maafisa wa ngazi za juu wa serikali na mlinzi wa kamishna wa kaunti hiyo waliuawa pia katika tukio hilo la kuotea, tukio la kushtukiza. Fununu zinazotolewa na magenge ya vijana wanaobeba silaha Sudani Kusini, Kelang, zasema waliotekeleza shambulizi hilo wanashukiwa kuwa ni vijana mabarobaro kutoka jamii ya Anyuak ambao wanahusishwa na mashambulizi katika maeneo hayo. Zaidi ya watu 150 wameripotiwa kuuawa kuanzia mwishoni mwa Januari mwaka wa 2024 hadi mwishoni mwa Februari katika mashambulizi na makabiliano baina ya makundi ya simu katika maeneo ya kaskazini na magharibi mwa Sudan ya Kusini. Hali ya mauaji hayo ya kushtukiza na ambayo imewaua baadhi ya maafisa nchini Sudani ya Kusini bila shaka imeleta wasiwasi mkubwa, haswa maeneo yaliyolengwa na mkasa huo. Mwisho wa habari zetu kwa sasa. Mlikuwa nami Mwalelwa Msekedide, ninayewatakia nyote kila laheri hadi pale tutakapokutana kwenye ukurasa mpya. Nasema kwaherini.